mwaka 2022 wizara kwa kushirikiana na shirika la UNICEF ilifanya utafiti wa hali ya ukatili dhidi ya watoto mtandaoni. Katika utafiti huu ilibainika kwamba 67% ya watoto wa miaka 12 hadi 17 wanaitumia mitandao hii, na maarufu inayotumiwa ni pamoja na Facebook, Twitter au X kwa jina la sasa, Instagram, WhatsApp, TikTok, Telegram na mingine ambayo nyinyi mnaijua wenyewe. Unakuta hata mzazi hajui. Katika utafiti huu 4% ya watoto waliotumia mitandao walifanyiwa aina tofauti za ukatili huko mitandaoni, ikiwa ni pamoja na kukutana na wahalifu waliowasiliana nao kupitia mitandao. Kuna watoto walifanywa ukatili, wakadanganywa, wakawapata wahalifu, wakatekwa, wakauliwa huko moja kwa moja. Wako wengi tu, na walikuwa wanaelezwa wasipende kutumia mitandao hiyo vibaya, walikuwa hawasikii. Hivi sasa hawapo, wengine walemavu, wengine walifanywa ukatili mbaya kabisa, wamepata madhara makubwa. Aidha, 5% ya watoto waliotumia mitandao walishawishiwa kwa kulipwa kiasi cha fedha au kulazimishwa kwa vitisho kutuma picha zao za utupu. Huu ulikuwa ni utafiti wetu wa ndani. Mtoto anaambiwa, nitakwenda kumfanyia mambo mabaya baba yako au mama yako au mdogo wako, ili nisifanye hivyo, na wewe fua nguo zako upige picha unitumie hapa. Mtoto anaamua. Kwa kutambua athari hizo na kwamba watoto wataanza likizo na kukaa nyumbani kwa muda mrefu, imeonekana ni vyema serikali ikawakumbusha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhusu kumlinda mtoto dhidi ya vitendo vya ukatili na kumuongoza mtoto katika matumizi sahihi ya vifaa vya kielektroniki ili aweze kuwa salama anapokuwa anatumia vifaa hivyo. Utafiti unaonyesha kwamba katika kipindi cha likizo watoto wengi wamekuwa wakifanyiwa vitendo vya ukatili hata nyumbani kwa 60%, wakihusishwa ndugu na jamaa wa karibu. Majumbani kwenu kuna watu wanawafanyia ukatili, mnawaficha, wanawatisha, wanawaogopesha. Msikubali maneno yoyote, zawadi zozote na vitisho vyovyote vya mtu yuko ndani kwenu, anaanza kukufundisha mambo mabaya, anakukatili, wewe umenyamaza, alafu unakuja kulia na kusema tayari amemaliza kusudi lake. Ninashauri kwamba waache kutumia mtandao vibaya, bali watumie kwenye masomo. Hata hivyo watumie kwenye masomo, wasitumie sana ili wasijenge akili tegemezi kwenye mtandao. Crown Media. Hapa ni nyumbani.